maeneo ya Mombasa pamoja na Kala. Lengo la mradi ni kuhakikisha kwamba tunashiriki katika shughuli nzima la usimamizi shirikishi wa masuala ya usimamizi ulinzi wa rasilimali za uvuvi pamoja na maeneo yaliyoko pembezoni mwa ziwa letu la Tanganyika. Kwa hiyo tunahusika katika masuala pia ya kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na namna gani ya kuweza kusimamia rasilimali zilizopo na mazalia yaliyopo ili kuhakikisha kwamba wingi wa samaki unakuwepo katika ziwa letu na kuhakikisha upatikanaji wa biashara pamoja na chakula unaweza kupatikana. Pia tuna mradi wa SATIF ambao unafanyika Mpanda. Kwa sasa ni kupitia shirika hilo la SELS. Kwa sasa tunahusika na masuala ya kusaidia watoto katika upande wa shuleni, kuwapatia pesa pamoja na vifaa mbalimbali vya shule. Pia tunahusika kuwasaidia watoto katika kuwapatia uniform ili kuweza kuhakikisha mtoto wa kike anapata elimu iliyo bora na anafikia malengo yake kama mtoto wa kike. Asante, karibu sana. Asante. Sasa wanasema wao wanataka maono yao ni kumwezesha au kuwezesha jamii ya Kitanzania katika usawa, maisha ya usawa. Sasa mmesema mko kwenye mradi kule ziwa Tanganyika. Na ninyi ni watoto wa kike. Katika stadi zenu mmefanya mpaka sasa hivi ni watoto wa kike wako kwenye mnyororo wa uvuvi. Kwa maana wapo wanaovua lakini wapo wanaochakata mazao. Kwa upande wa sasa elimu ni elimu ambayo imetolewa kwa sasa, maana haijaanza muda mrefu, ila ni elimu ambayo imetolewa kwa ajili ya kuhakikisha asilimia kubwa ya usimamizi shirikishi wa rasilimali za uvuvi zinafanyika upande wa uvuvi. Kwa sasa tunafanikisha hicho, maana tayari tumeshaanzisha makundi kwa ajili ya usimamizi shirikishi wa upande wa Kala pamoja na Mpasa kuweza kusimamia. Yaani idadi ya watoto Sasa lakini mnadili na watoto wa kike sasa. Ndio. Maana nataka kujua sasa wale wanao aidha wanachuuza samaki, wanakaanga samaki, na vifaa wanavyotumia. Sasa hivi Mheshimiwa Rais anahamasisha katika nishati safi. Inawezekana wanatumia kuni. Ninyi mnafanyaje kufikia sustainable development? Kwa sisi upande wetu kwa kutokana na mwezeshaji au mfadhili ni kuweza kusaidia asilimia wale waliopo kwenye eneo la uvuvi kuweza kuhakikisha tunawapatia zile nyavu zile za kutumia. Tunawapatia pia tutawatengenezea boti kwa ajili ya kusimamia ile zima la uvuvi. Kwa sasa ndio Haya ndio majibu kwamba sasa wanawake wanaenda kuwezeshwa vifaa vya kisasa, zana za uvuvi ikiwa ni pamoja na boti na nyavu zinazokubalika katika huo mnyororo wa samani ya uvuvi. Kwa hiyo